types of prayers ama kinds of prayers, na kwa hivyo ninafundisha juu ya aina za maombi, na kwa sababu ninataka ile muda kidogo niko nayo nikaweze kuitumia vizuri, nataka kufundisha ya kwanza ambayo iko kwa kitabu cha Hosea 14 na kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko inasema, O Israel, return to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity. Take words with you and return to the Lord and say, take away all iniquity and receive us graciously, for we will offer the sacrifices of our lips. Assyria shall not save us. We will not ride on horses, nor will we say any more to the work of our hands, you are our gods. For in you the fatherless find mercy. I will heal their backsliding. I will love them freely, and my anger, for my anger has turned away from him. Bwana asifiwe. Hiyo ni aina ya kwanza ya maombi ambayo ninafundisha juu yake. Nimesema ya kwamba ninafundisha juu ya aina za maombi, kwa maana maombi ni aina nyingi, na kwa hivyo hilo ombi la kwanza linaitwa ombi la kumrudia Bwana. Na tunaposikia kama vile neno limesema, Mungu mwenyewe ndio anawaambia vile watamrudia, na akawaambia ya kwamba Israeli, mrudieni Bwana Mungu wako, maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako. Chukueni maneno pamoja nani, mkarudie Bwana, mkamwambie, ondoa maovu yote, uyatakabali yaliyo mema, na hivyo ndivyo mtakavyotoa sadaka za midomo yenu kana kwamba ni ng'ombe. Praise God. Ombi aina la kwanza ambayo tunaona siku ya leo ni ombi la kumrudia Bwana, na ni Mungu aliambia watu wake ya kwamba kwa sababu wameanguka, akawaambia mnirudie na mtanirudia kwa maneno ya vinywa vyenu. Nashukuru Mungu, ninaona mpaka anawaambia vile wataomba. Anawaambia ya kwamba mumrudie kwa maneno ya vinywa vyenu, na mumwahidi ya kwamba vile mtanena kwa vinywa vyenu, hivyo ndivyo mtakuwa mkifanya. Praise God. Amen. Wakasema ya kwamba utukubali na tutatoa sadaka ya vinywa vyetu. Kile ambacho tunakuahidi Bwana siku ya leo, hivyo ndivyo tutafanya, kwa maana Ashuru hatatuokoa. Hatutapanda farasi wala hatutaibia tena kazi za mikono yetu. Ninyi ndinyi miungu yetu, maana kwako wewe wasio na baba hupata rehema. Mimi nitawaponya kurudi nyuma kwao, nitawapenda kwa ukunjufu wa moyo wangu, kwa maana hasira yangu imewaacha. Mungu akawaonyesha ya kwamba waje kwake na waweze kuja na maneno ya vinywa vyao, na wamwambie ya kwamba siku ya leo tupokee, na ukitupokea tutakutumikia wewe, tutakuwa watu wako. Na akawaambia mwambie ya kwamba ama mniahidi ya kwamba kile ambacho mnanena kwa vinywa vyenu, hicho mtakuwa mnafanya. Praise God. Amen. Naye Mungu anasema wakifanya hivyo atawaponya kurudi nyuma kwao. Ya Kiingereza inasema I will heal their backsliding. Praise God. Amen. Na nitawapenda tu freely, nitawapenda pasiko na vikwazo vyovyote. Hilo ndilo ombi aina ya kwanza ya kurudia Mungu. Na kwa sababu sitaki kukaa hapo sana, nataka watu wa Mungu mkaweze kujua hili jambo ya kwamba kila wakati mtu akirudi nyuma, na sitachukua muda mrefu, maandiko inasema ya kwamba mtu ambaye huficha dhambi zake hawezi pona. Praise God. Amen. Kuna watu ambao ni experts, anaweza fanya jambo na ajue ya kwamba hili sitawahi ambia mtu, na aweke hiyo ni siri yake, na amue ya kwamba I will never speak about this. Na akificha hivyo, anaamua ya kwamba hilo limeisha. Bwana asifiwe. Amen. Mungu hajasema hivyo. Mungu amesema ya kwamba
kuficha hakutasaidia, itabidi ukuje kwake kwa maneno ya vinywa vyako, ama kwa maneno ya kinywa chako umrudie Bwana. Na ukimrudia umwahidi ya kwamba nilikuwa nimepotea na sasa ukinipokea, vile ninakuahidi ya kwamba sitategemea miungu ingine, sitamtumikia shetani, sitafanya hivi. Anasema ya kwamba uhakikishe hiyo maneno umefuatanisha na matendo, naye anasema atakuponya kutokana na kurudi nyuma kwako, na sasa ataanza kukupenda kana kwamba hakuna kitu ulifanya. Praise God. Amen. So that is the first kind of prayer ambayo ninafundisha siku ya leo. Na ombi number 2, sitaki kukaa sana kwa maombi. Ombi number 2, kuna maombi ile ambayo tunaweza kusema ya kwamba ni maombi ya kawaida. Praise God. Amen. Maombi ambayo kila asubuhi tukiamka tunaomba, tukiwa na shida hapa tunaweza omba, jioni tunaweza kuomba. Hiyo ni maombi ambayo unaweza kuomba anytime. Praise God. Amen. Na hiyo maombi ni mazuri kwa maana tukiomba na ni Mungu tunaomba, Mungu huyasikia. Praise God. Amen. Na nikubali nisikae hapo sana, kwa sababu hata asubuhi tuliweza kuiomba maombi ambayo, kwa sababu unajua ya kwamba wewe ni binadamu na kuna Mungu na unahitaji kuongea na Mungu, kumjulisha kile ambacho unataka. Every time when you come before the Lord, you go to the Lord, ama you go before the Lord in prayers. Those are good prayers, na Mungu hukubali maombi yako. Bwana asifiwe. Amen. Ombi namba 3, na 3 kwa sababu nimesema ya kwamba ningetaka nikaweze kupenya kiasi. Ningetaka tukaweze kuona maombi ambayo kulingana na vile mambo iko, kuna maombi ambayo huwa ni more effective than others. Bwana asifiwe. Kuna maombi ambayo huwa ni more effective than others. Kuna maombi utaomba na ukiomba ni kweli ni maombi, lakini nataka nikufundishe siku ya leo kuhusu maombi ambayo huwa iko na uzito kulingana na vile ambavyo mambo iko. Na kwa hivyo nitaenda kwa kitabu cha Judges, Waamuzi. Waamuzi 20. Tumefika hapo. Nataka tuende verse number 18. Ningetaka tukaweze kusoma kuanzia hapo. Waamuzi iko mbele ya kitabu cha Joshua na iko nyuma ya Samueli wa kwanza, Agano la Kale. Ukiwa umefika hapo, mstari wa 18 nitasoma. Maandiko inasema ya kwamba basi wana wa Israeli wakainuka wakakwea kwenda Betheli, nao wakataka shauri kwa Mungu, wakasema, ni nani atakaye kwenda vitani kwanza kwa ajili yetu juu ya wana wa Benjamini? Bwana akawaambia, Yuda atakwea kwanza. Ya Kiingereza inasema, and the children of Israel arose and went up to the house of God to inquire of God. And they said, which of us shall go up first to battle against the children of Benjamin? And the Lord said, Judah first. So the children of Israel rose in the morning and encamped against Gibeah. Hawa ni wana wa Israeli
kabila 11, kukawa ya kwamba kabila moja ambayo inaitwa Benjamini walikosa, kwa sababu katikati yao kukawa na watu wabaya na wakakosa kuwapeana waadhibiwe, na kwa hivyo ikawa vita ya makabila 11 kinyume na kabila moja ya Benjamini. Na Biblia inasema ya kwamba hawa watu walikuwa watu ambao walimjua Mungu, na kwa hivyo wakienda kwa vita, kitu ya kwanza wakaenda Betheli kwa nyumba ya Bwana, wakaenda wakauliza Mungu, Bwana, nani ambaye ataenda kwanza? Walitaka Mungu awaongoze. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku hiyo ya kwanza, kabla hawajaenda vita, waliomba Mungu ama hawakuomba? Bwana asifiwe. Na Mungu akawaambia ya kwamba Juda ndiye ataenda kwa. Wacheni tuone vile kuliendelea. Biblia inasema ya kwamba, and the men of Israel went out to battle against Benjamin, and the men of Israel put themselves in battle array to fight against them at Gibeah. The children of Benjamin came out of Gibeah, and on that day cut down to the ground 22,000 men of Israelites. Wacheni nisome nimalize ndio tuweze kuchambua vizuri. Si naonanga sana mnapenda Kiswahili. Kwa hivyo wacha nisome Kiswahili. Verse number 21. Wana wa Benjamini wakatoka Gibeah, wakaangamiza hata nchi watu 22,000 katika Israeli siku hiyo. Lakini watu wa Israeli walijitia nguvu, wakaviandaa vile vita mara ya pili mahali pale. Walipojiandaa siku ya kwanza, wana wa Israeli wakakwea juu na kulia mbele za Bwana hata jioni, wakimuuliza Bwana wakisema, je, niende nikaribie tena kupiga vita juu ya wana wa Benjamini ndugu yangu? Bwana akasema, haya, kweeni. Nimejaribu kukataa kusoma lakini nimesoma tu. Kweeni mwende kupigana naye. Basi wana wa Israeli wakakaribia juu ya wana wa Benjamini siku ya pili. Benjamini alitoka kupigana nao kutoka Gibeah siku ya pili, wakaangamiza hata nchi watu 18,000. Tena katika watu wa Israeli hao wote walikuwa wenye kutumia upanga. Ndipo wana wa Israeli wote na hao wote wakakwea wakaenda Betheli na kulia, wakaketi hapo mbele za Bwana, wakafunga siku hiyo hata jioni, nao wakasongeza sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Kisha wana wa Israeli wakauliza kwa Bwana, kwa sababu sanduku la agano la Mungu lilikuwako siku hizo. Na Finehasi mwana wa Elieza mwana wa Haruni alikuwa anasimama mbele ya hilo sanduku siku hizo. Wakasema, je, nitoke tena niende kupigana na wana wa Benjamini ndugu yangu, au niache? Bwana akawaambia, haya, kweni, kwa kuwa kesho nitamtoa na kumtia mkononi mwako. Basi Israeli akakwea, akaweka watu wavizie kinyume cha Gibeah. Haya, nitafikisha hapa. Tunaona ya kwamba hawa watu walipoenda kwa vita, the first day walienda mbele za Mungu na wakaomba Mungu. Walipoomba Mungu akasema waongozwe na Juda. Na Juda alipowaongoza kwenda kwa vita, Biblia inasema ya kwamba walipokutana wakaanza vita, hawa ambao walienda mbele za Mungu na wakaomba wakauawa 22,000.
na Mungu amewaambia endeni na Juda aongoze. Kwa hivyo wakiwa wamemwomba Mungu wakapigwa 22,000. Why? Bwana asifiwe. Wameenda na wameomba Mungu na akawaambia yule anaongoza, lakini walipoenda kwa vita wanajeshi 22,000 hawakuwepo. Na Biblia inasema ya kwamba wakajitia moyo tena hata baada ya kupoteza 22,000 men of Israel ambao walikuwa wanajeshi. Walipojitia nguvu wakaenda mbele za Mungu wakamlilia Bwana. Inasema they cried. Bwana asifiwe. Ya kwanza waliomba tu, wakaenda wakasema Bwana katika jina la Yesu. Sijui waliomba namna gani, lakini wakasema tunakuomba Bwana tuone. Ibrania 5 mstari wa 7 inasema, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, was heard because of his godly fear. Ya kwamba yeye katika siku zake akiwa mwilini, huyo ni Yesu Kristo, wakati alishatoa maombi yake na ile ingine inaitwa maombi na sala mbele za Mungu, akawa analia kwa kilio wakati ama kilio kikubwa, na hata kutoa machozi akimlilia yule ambaye alikuwa na uwezo wa kumuokoa kutokana na mauti. Mungu alimsikia kwa sababu alikuwa mcha Mungu. Praise God. Amen. Kwa hivyo kuna hiyo maombi ambayo inaitwa maombi na kulia. That is a type of prayer. Praise God. Amen. Na maandiko inasema Yesu kwa sababu alijua kumlilia Mungu, alilia na Mungu akaweza kumsikia kwa sababu alikuwa mcha Mungu. He had godly fear. Na to confirm that, katika kitabu cha Waamuzi tunaona ya kwamba wana wa Israeli walipoenda mbele za Mungu wakaomba na kulia, second day waliuawa watu 18,000. Kuna tofauti? Bwana asifiwe. Nauliza, kuna tofauti? Ile siku ya kwanza waliuawa 22,000. Bwana asifiwe. Walipoomba na kulia wakauawa 18,000. Kwa hivyo kilio kikaondoa kifo cha watu 1000 ngapi? Unaona kulia ni kuzuri. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo watu wa Mungu, kama Mungu amekuwezesha ukienda kuomba usikie machozi inakuja, tafadhali imwage kabisa. Amen. Na ukisikia kutoa sauti ya kulia, mulilie Bwana. Praise God. Amen. Maombi ya kulia huwa inamguza Mungu kabisa kabisa kabisa. Praise God. Amen. Na maombi ambayo mtu anaomba akilia sio sawa sawa na hii maombi plain. Nitaita plain. Bwana sifiwe. Amen. Sio sawa sawa na hii maombi plain ya kuomba bila kwa sababu mtu hulia kwa sababu ameguzwa. Ukiona mtu ambaye analia ameguzwa na lile jambo analoliombea, na kama unaguzwa, nataka nikuambie hiyo kilio chako humguza Mungu mwenyewe na anakusikia. Ndio maandiko inasema kwa Hebrews ya kwamba Mungu alimsikia kuombewa. Lakini ukikuta mwingine ameguzwa, wachana naye. Praise God. Amen. Kwa sababu anaomba Mungu wa Bwana sifiwe. Amen. Tukitoka hapo tunakuja kwa aina nyingine ya maombi ambayo pia tutaona kwa hiyo tu kitabu ambacho ninasoma, ninataka nikaweze kutoa mambo mengi hapo. Wakati walipolia tumeambiwa ya kwamba wakauawa 18,000. Na tena tunakuta maombi aina nyingine. Maandiko inasema ya kwamba
Okay, verse number 26, mstari wa 26. Maandiko inasema ya kwamba, na nilikuwa nimesoma, wakaenda tena, ndipo wana wa Israeli wote na watu hao wote wakakwea wakaenda Betheli, na kulia wakaketi hapo mbele za Bwana, wakafunga siku hiyo hata jioni. Nao wakasongeza sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Tunaona ya kwamba baada ya kuona ya kwamba neno lilitoka ambalo liwaambia kwamba Juda aongoze, na siku ya kwanza wamepigwa, hawakuvunjika moyo, wakajitia moyo, wakaenda siku ya pili, wakamlilia Bwana. Walipomlilia wakakufa watu wachache. Siku ya tatu wakaona hii maombi ambayo tunaomba haifanyi kazi, wakaenda tena Betheli ambapo kulikuwa na nyumba ya Bwana. Maandiko inasema ya kwamba walipoenda hapo wakamlilia Bwana, yani wakaomba, wakamlilia Bwana kama kwanza, na kutoka hapo siku hiyo hawakukula mpaka jioni, wakafanya saumu. Praise God. Amen. Maombi ya prayer and cries and fasting. Umeelewa? Hakuna kitu wameondoa, wanaendelea wakiongeza. Wakaomba wakiwa wanalia, na wakaongezea fasting. Na kwa sababu sitaki kumaliza haraka, maandiko inasema ya kwamba ninataka niongee juu ya fasting. Bible inatuonyesha ya kwamba kuna aina ya maombi ambayo pia ni more effective than praying and crying before the Lord and weeping. Bwana asifiwe. Na kwa kitabu cha Matthew chapter number 17 ni verse number what utaniambia. Maandiko inasema ya kwamba kuna wakati wanafunzi wa Yesu waliachwa na Yesu akaenda kwa mlima wakati wa transfiguration. Na Biblia inasema ya kwamba walijaribu kukemea pepo ya kifafa ambayo ilikuwa ndani ya mtu, na hii pepo haikuwa inatoka. Yesu alipokuja akawauliza, nitakuwa na nyinyi mpaka lini? Na baada ya kuwakemea akaita huyo mtoto, akaikemea na ikatoka. Na wakamuuliza, kwa nini sisi hatukuikemea na ikatoka? Yesu akasema ni kwa sababu ya kutoamini. Akawaambia, hakika ninawaambia, mkiwa na imani kama mbegu ya haradali, mnaweza kuamuru mti na unang'oka unaenda baharini. Praise God. Amen. Lakini pia Yesu hakusahau kuambia, akasema, however, this type does not come out except by prayer and fasting. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka nikuambie mtu wa Mungu, tunapoendelea kuomba, kuna pepo katika maisha ya mtu, kuna pepo katika jamii, kuna pepo katika taifa, na kuna pepo katika maeneo tofauti tofauti. Hizi pepo usipofunga kula na kunywa na uombe, they cannot obey. Praise God. Amen. Kwa sababu misingi yake huwa ni misingi ambayo imewekwa na iko na nguvu, haziwezi ng'olewa na kitu kingine. Praise God. Amen. Haiwezi ng'olewa na kitu kingine, inaweza tu kung'olewa kwa kufunga na kuomba. Hawa watu wakajua ya kwamba hawa watu si mchezo. Sasa kwa sababu si mchezo, kando na maombi na kulia na kando na hiyo, wakasema we need to do fasting. Watu wa Mungu, hii ni shida moja ambayo huwa iko na watu wasio na maarifa. Bwana asifiwe. Ukikosa maarifa, unaweza shida ukiombea kitu, na hakibadiliki mpaka ujue jinsi ya kuomba kwa njia ambayo inafaa. Kuna pepo zingine ambazo misingi yake iliwekwa na ni misingi ambayo imeshika.
Labda wewe huwa tu unaenda mbele za Bwana na unampatia dakika 5 kwa sababu unataka kukimbia joo. Nasema Bwana, nimekuja mbele zako asubuhi ya leo, nimekuomba uniongoze. Umesema katika neno lako ya kwamba atakayelitia jina lako ataokoka, na sasa nimekuita niokoe na maadui nifanye. Na ukiomba hiyo maombi ya dakika 5, kuna mtu ambaye alienda akawa na madhabahu ambayo alikuwa anatumikia, labda ni babu yako ama babu ya babu yako, akaenda huko na akaenda na ng'ombe 5 ama 10. Ng'ombe 5 unaona kama ni mchezo. Value ya ng'ombe siku hizi ni pesa ngapi? Praise God. Amen. Akaenda na ng'ombe 5 ama 10 ama mingi, na akasema mimi na nyumba yangu tutatumikia hii miungu, na ulikuwa ndani yake saa hiyo. Bwana sifiwe. Amen. Nitafikiri watu wa kweli wengi wanasema ya kwamba ulikuwa kwa inaitwaje kwa Kiswahili? Inaitwa midimo. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Inaitwa midimo ama miguu. Watu wa kweli husema ya kwamba ulikuwa huko, lakini masomo haisemi mtu huwa ako huko. Huwa inasema ya kwamba you are in the loins. Bwana sifiwe. So ulikuwa huko, na kwa hivyo huyo babu yako wakati alikuwa anatoa hiyo kafara kwa hiyo miungu, hata wewe ulikuwa sehemu yake. Akasema mimi na nyumba yangu tutakutumikia wewe, na sisi tumekuja kwako, sisi ni wako. Kwa hivyo akajipeana yeye na familia yake na akatoa sadaka mzuri. Praise God. Amen. Na sasa wewe unaenda kuomba maombi pray ati kwa sababu kuna jina la Yesu. Ni kitabu gani huwa kinasema kuna wakati Israeli walienda mahali na wakaenda kupigana vita, na Mungu alikuwa amewaambia kwamba watashinda. Unajua hiyo kitabu? Na huyo mfalme ambao walikuwa wanaenda kupigana naye, maandiko inasema alipoona vita imemlemea kwa sababu anapigwa na watu wa Mungu, alichukua firstborn wake, his son who was the firstborn, akaenda akampeana. Si unaona hiyo kitabu ni gani? Si niliwaambia sitakuwa nikiwaambia kila kitu, nilitoka mahali ya kuspoon feed, huwa ninapenda watu wanasoma Biblia. Praise God. Ni kitabu gani? Kama kuna mtu wako hapo atusomee. Haya. Wacha tu ni mimi tu niko hapo, lakini nitawasomea leo, lakini nitakuwa nikikataa. Praise God. Amen. Unafaa kuwa unajua Biblia wewe mwenyewe. Wakati nitakuwa siko hapo, utaanza kusema kama pastor angekuwa hapa angekusomea. Si unafaa wewe mwenyewe uwe na maandiko ndani yako, useme it is written. Nitasoma ndio usikie, lakini pia sitakwambia ni kitabu gani. Inasema, and when the king of Moab saw that the battle was too fierce for him, he took with him 700 men who drew swords to break through the king of Edom, but they could not. Verse number 27. He took his eldest son, who would have reigned in his place, and offered him as a burnt offering upon the wall. And there was great indignation against Israel, so they departed from him and returned to their own land. Maandiko inasema huyo mfalme alipoona ya kwamba vita imemlemea, akiwa na watu 700, akachukua kijana yake wa kwanza, yule ambaye angerithi ufalme badala yake. Na maandiko inasema ya kwamba akaenda akamtoa kafara kwa ukuta. Na maandiko inasema hasira ikatokea kali sana kinyume na Waisraeli. Na hiyo hasira ilipotokea, mpaka Israeli wakaondoka wakaenda vile walikuwa wameambiwa ya kwamba watawaangamiza, hawakuwaangamiza. Praise God. Amen. Ninaelezea hivyo kusema nini?
kuna watu ambao ama unawezekana ya kwamba unapigana vita na haujui unapigana na nguvu ambazo ni aina gani. Hata kama ni ya ufalme wa giza, ukienda kupigana mpaka uwe umejipanga na uwe na silaha za kutosha, uwe umekaa vizuri vya kutosha, ndio uweze kushindana. Praise God. Amen. Na kwa hivyo ndio ninasema ya kwamba kuna pepo aina zingine hauwezi tu kwenda kusema Baba, katika jina la Yesu ninaomba hizi zitoke, na ninaamini zimetoka kwa jina la Yesu, na unaendelea kula mandazi na hiyo vitu vingine. Kuna pepo ambazo zitahitajika, ama kuna breakthrough ambazo zitahitajika uwe umejipanga sawa sawa, ujue ya kwamba hapa ambapo ninavuka hakuna mtu ameshawaivuka. Praise God. Sisi watu wa Mungu, unaweza kuwa uko hapa na wewe ni wa Mungu na umepatiwa jina la Yesu ambalo ni jina kuu kuliko majina mengine yote. Praise God. Lakini sasa hata kama umeokoka, mahali unataka kufika hakuna mtu wa kwenu ambaye ameshawaifika hapo. Labda unataka kuendesha gari na unajua kabisa ya kwamba hakuna mtu kwenu huwa ako na gari. You are the first one. Hapo mpaka ujue ya kwamba ndio niendeshe gari, itabidi nitafute Mungu kwa njia kuu, kwa sababu kwetu hakuna kitu kama hiyo. Praise God. Amen. Ungetaka kuwa mchungaji ama kuhani na kwenu si familia ya wachungaji, itakubidi uwe umeinuka zaidi ya kiwango cha kawaida, ndio ukienda kule shetani hatapingana nawe. Praise the Lord. Amen. Inawezekana hata ni masomo, kuna maeneo unataka kufika kwa masomo na hakuna watu wa kwenu wameshawafika huko, na hauna mtu mwingine ambaye unaiga. Kama ni wewe unaanza, nataka nikuambie ya kwamba hauwezi tuenda hivi kama mtu wa kawaida. Itakubidi ukiwa na Yesu ujue ya kwamba hii vita ama ile mahali nataka kufika nitakuwa nimejipanga zaidi. Praise the Lord. Amen. Na ndiposa hawa watu wakajua ya kwamba hawa watu si mchezo, kwa sababu tuliambiwa tuende, na wametupiga safari ya kwanza, wametupiga safari ya pili. Walipoona hivyo, wakafunga mpaka jioni, wakawa wanamlilia Mungu na pia wakawa wanaomba. Na kando na hiyo, kwa sababu walisema sasa hatutaki kujaribu tena, tutakufa wangapi tukiongeza hii, wakasema wacha tufungulie hiyo. Bwana sifiwe. Maandiko inasema ya kwamba wakatoa sadaka ya kuteketeza na sadaka ya amani mbele za Bwana. Walipofanya hivyo, tukisoma kitabu cha Judges utakuta ya kwamba maandiko inasema ya kwamba Mungu akawaambia, kesho endeni hawa watu na wapatiana mikononi mwenu. Na tukisoma hapo, nikubalia nisisome kwa sababu utasoma wakati wako. Maandiko inasema ya kwamba kulipofika hapo, hiyo kesho Bwana aliwapeana Wabenjamini mikononi mwao, wakawaangamiza mpaka wakasema wacha tubakishe hawa 600 tusimalize hii, na ni watu wa kabila yetu ama ni taifa letu. Wakabakisha just 600 men, na ni wao tu walitaka kuwabakisha, wangewaangamiza wote. Praise God. Amen. Hapo umeonaje? Bwana sifiwe. Kuna kitu mumeona? Yes. Bwana sifiwe. Amen. Kuna aina tofauti tofauti za maombi, na nikienda kumaliza nataka nikukumbushe kuna mtu ambaye anaitwa Cornelius. Cornelio, maandiko inasema ya kwamba Mungu alipoona imani yake na alikuwa mtu wa mataifa, alimtumia malaika kwa maono, akaenda akamwambia ya kwamba sala zako ama maombi yako na sadaka yako, akamwambia ya kwamba nimekwisha ipokea na imekuwa sadaka ya ukumbusho. Praise God. Amen. Kwa sababu ya hiyo matoleo, akafika mahali ambapo
alifika mahali mpaka akatumiwa Peter, na Peter alikuwa hawezi enda kule. Ile maombi alikuwa ameomba, akawa the first Gentile kuokoka. Bwana asifiwe. Amen. Yesu pale kitambo alikuwa anasema ya kwamba kuna wakati aliambiwa na Syrophoenician woman ya kwamba ukuje umponye mtoto wangu ambaye alikuwa na shida. Akasema haifai mikate ya watoto nipatie mbwa. Na mama akawa na imani akasema hata mbwa ambao alikubali tu ni mbwa. Akasema hata mbwa ambao ukaa chini ya meza ya mdosi wake huwa wanakula makopo. Yesu akasema imani imemponya. Lakini sasa huyu si kuponyewa mtu. Huyu ni kuokoka. Aliomba na akawa ametoa sadaka kiasi ya kwamba ikabidi Peter akasema hapa ni sheria zetu ninavunja. Hakuna Mwisraeli anafaa kwenda kwa watu wa mataifa. Na alipoenda kwa sababu ya ile sadaka alikuwa ametoa na ile maombi alikuwa ameomba, Peter ikawa ya kwamba Yesu tu alikuwa anataka afike pale. This is the first person. Alipokutwa na Peter akiendelea kuongea, hawa watu wakajazwa na Roho wakaanza kuongea in new tongues. Mpaka Peter akashindwa hapa kunaendaje. Praise the Lord. Amen. Ni nini iliendelea hapo? Bwana asifiwe. Ni mtu ambaye anajua siri ya maombi. Alikuwa mtu ambaye alikuwa disciplined, anamuomba Mungu, anafunga na kutoka hapo mpaka anatoa sadaka. Bwana asifiwe. Amen. Hata maandiko inasema alikuwa anatoa alms. Akishaomba anaenda anatoa pesa, anasaidia masikini. Na watu wa Mungu ndio sababu nikasema niwafundishe maombi ambayo hugusa types of prayers that touches God. Bwana asifiwe. Amen. Kuna maombi ambayo utaomba na utakuta ya kwamba ni mazuri, lakini hata kama ni mazuri haujajua kwenda level ya juu ya maombi. Na ile maombi aina ya juu ni maombi ambayo hauombi tu kama mtu wa kawaida. Unaomba, unalia, unatoka hapo unafunga, na kutoka hapo mpaka unatoa sadaka. Praise God. Amen. Those prayers are very very effective. Nikimaliza, kwa sababu siwezi maliza hiyo yote kwa hii nafasi kidogo, ningetaka nikakusomea kitabu ya Isaiah 58. Na nitasoma mstari wa 3 ndio nikaweze kuruka niende mahali ambapo ndio nimalize haraka. Verse number 3 inasema, why have we fasted, they say, and you have not seen? Why have we afflicted our souls, and you take no notice? In fact, in the day of your fast, you find pleasure and exploit your laborers. Now, verse number 6 inasema, is this not the fast that I have chosen, to loose the bonds of wickedness, to undo heavy burdens, to let the oppressed go free, and that you break every yoke? Is it not to share your bread with the hungry, and that you bring your house to your house the poor who are cast out? When you see the naked, you cover him, and do not hide yourself from your own flesh. Then your light shall break forth like morning. Your healing shall spring forth speedily, and your righteousness shall go before you. The glory of the Lord shall be your rear guard. Bwana asifiwe. Amen. Waisraeli walikuwa wanauliza Mungu, kwa nini tumefanya saumu ama tumefunga kula na maombi yetu hausikii? Na hata tumetesa mili yetu na hata maombi yetu hausikii. Mungu akawaambia, mimi hii ndio maombi napenda. Sasa hiyo wamefunga. Imagine ukiwa ulikuwa kwa prayer and fasting na Mungu akuulize hii ndio maombi ambayo ninataka mimi, na
saa hiyo umefasti siku kadhaa. Bwana asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba Mungu akawaambia wakati mnapoenda kufunga huwa mnaenda kutafuta raha. Praise God. Kuna watu ambao wakati anaenda kufanya prayer and fasting ni raha anatafuta. Anataka kusema ya kwamba nitaenda kuvunja rekodi. Bwana asifiwe. Si watu huwa wanafunga siku 3. Mimi nitaenda wiki ngapi? Bwana asifiwe. Na kwa hivyo akienda nasema hakuna mtu anaweza kunikaribia. Wakienda siku 3 ninawapeleka double ama si raha saa hiyo nasikia raha. Bwana asifiwe. Ama kitu ingine kwa sababu maandiko inasema ya kwamba they find pleasure in what they do. Sasa Mungu akawaonyesha the proper kind of prayers. Akasema ya kwamba mimi ndiyo hii ndiyo saumu ambayo nimechagua. Akasema ya kwamba wakati unapoenda saumu, akasema huo ni wakati wa to break bonds of wickedness. Kama kuna minyororo ya uovu ambayo mtu ako nayo. Praise God. Wakati unaenda kwa prayer and fasting, maandiko inasema ya kwamba in these prayers kama kuna vitu zimekufunga za uovu, labda ulikuwa mwashirati, labda ulikuwa na roho ya wizi, hata ukijaribu namna gani mpaka uive ama kitu kingine, that is the time kuenda kusema hii minyororo nimeifunga. Bwana asifiwe. Na Bible inasema ya kwamba ile mizigo mizito unaiondoa. Kama kuna watu umebeba na mambo umebeba, you put them down. Na maandiko inasema ya kwamba wale ambao umenyanyasa ukawaachilie wakaende huru, wakawe huru. Na pia ukaweze kuzivunja zile nia ambazo uko nazo. Na verse number 7 ndio nataka ukasikie. Kando na kufunga na kuomba, maandiko inasema ya kwamba when you are doing that, you share your bread with the hungry. Na ni kitu huwa I would like you to try this one. It is very effective. Praise God. Ningewashauri watu wa Mungu fanya hivi. Wakati unaenda kuomba maombi ya kufunga, hakikisha ya kwamba kama siku moja unatumia shilingi 100 na ufunge siku 2 ama siku 3, tafadhali hiyo pesa usikusanye ati ndio siku ya 3 ubomoe yote ulipishe kizazi. Bwana asifiwe. Hakikisha ya kwamba hizo pesa umeenda umetafuta mtu ambaye ni masikini ama mtu ambaye hana uwezo, enda ukashiriki naye. Na ukishiriki na huyo mtu, ngojea vile utasikia. Praise the Lord. Amen. Maandiko inasema ya kwamba and that you bring to your house the poor who are cast out. Ati ukiona mtu ambaye ni masikini na ametupwa nje, ukamlete kwa nyumba yako. Today I will not advise you to do that. Bwana asifiwe. Sitakuambia ulete kwako. Unaweza kumleta useme pastor hapo alinihengesha. Praise the Lord. Amen. Hakikisha ya kwamba ukiona mtu ambaye ametupwa nje ya nyumba na uko na huo uwezo na labda mahali anakaa ni nyumba ya 1000, lipia yeye arudi kwa hiyo nyumba. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ama ujue vile utafanya at least maisha yake ikae comfortable. Lakini pia ukiwa na mahali uko na kanyumba na unajua kwamba si hatari akiwa hapo, unaweza kumpatia. Kitu kingine ambayo Bible inasema when you see the naked that you cover him. Ukiona mtu ambaye hana nguo, maandiko inasema umfunike. Hide not yourself from your own flesh. Maandiko inasema hiyo maombi si kujificha kutoka kwa watu watistaki kuona mtu. I'm sorry, kuna watu unaweza kwenda kumsalimia kuambie tosheka na alete mkono nyuma aseme ya kwamba ni mtakatifu na utamnajisi. Si aina hiyo. Praise God. Amen. Umeshawahi kwenda kusalimia mtu ukiwa na roho nzuri, ukienda na anaweka mkono na hapo na wewe toshe. Praise God. Amen. Ninaona wachungaji wanajua tu wanafanyanga hivi. Bwana asifiwe. Amen. It is not like that.
ni hiyo ambayo nimekuelezea. Maandiko inasema ukifanya hivyo, then your light shall break forth like the morning. Ya kwamba ukifanya hivyo, nuru yako itatokea kama asubuhi. Bwana asifiwe. Amen. Na maandiko inasema tena ya kwamba your healing shall spring forth speedily. Kama ulikuwa mgonjwa, uponyaji wako utatokea haraka iwezekanavyo. Praise God. Amen. Unaona sasa imeanza kuleta results. Bwana asifiwe. Mpaka uponyaji unaponya haraka. Unapona haraka. Maandiko inasema ya kwamba and your righteousness shall go before you. Haki yako itakuongoza. Na maandiko inasema the glory of the Lord shall be your rear guard. Utukufu wa Bwana utakuwa ndio umekufuata nyuma. Bwana asifiwe. Amen. Nimeharibu muda wenu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo nataka kumaliza. Ninajua sitakaa zaidi sana. Leo I was teaching. Praise God. Amen. Kuna maombi ambayo inaitwa maombi na kuna effective prayers. Maombi ambayo itakuletea results. Na hiyo maombi ambayo itakuletea results mpaka iwe imepangwa. Watu wa Mungu, kabla sijatoka hapa, nataka ukajue huu ukweli ya kwamba hata kama tumeokoka, kitabu cha Wafilipi inasema ya kwamba we should work out our own salvation with fear and trembling. Wokovu hufanyiwa Bwana asifiwe. Amen. Haimaanishi ya kwamba ati kwa sababu umeokoka ati utakaa tu vile unataka, ati Yesu akuokoe tu kwa sababu umekuja kwake. Si hivyo. Yesu hakutafuta wavivu ati awaokoe. Yesu alitafuta watu ambao wanafanya kazi na akawaita akawaambia, wachana na hiyo kazi, kuja kwangu na nitakufanya mvuvi wa watu. Amen. Praise God. Amen. Na kwa hivyo wokovu hufanywa na siku ya leo nikienda kumaliza, nataka nikuambie mtu wa Mungu, ni mapenzi ya Mungu tukaweze kunawiri. Ni mapenzi ya Mungu tukaweze kukaa kama watu ambao wako na Mungu. Praise God. Amen. Ni mapenzi ya Mungu kwa sababu tumemwamini Yesu tukaweze kubadilishwa kutoka mtu wa kale na tuwe mtu mpya. Amen. Haleluya. Amen. Na Mungu angetaka katika vizazi vyetu wale ambao walitutangulia ama wale ambao hawakuweza na walikuwa mbele zetu, Bwana hana shida na wao, ako na shida na wewe kwa sababu you have the name of the Lord upon your life. Amen. Na Mungu ametupa uwezo wa kuweza kupenya na kupita mahali ambapo wengine hawangeweza. Na kwa sababu hiyo, kulingana na vile ungetaka Mungu wako ajulikane, kuna gharama mtu hutoa. Praise God. Amen. Na hii gharama nataka nikuambie ni kwamba kwa sababu umekuja kwa Mungu, fanyia wokovu wako kazi. Na kufanyia wokovu wako kazi ni kumaanisha ya kwamba hauwezi kuja kwa Yesu alafu ubaki mtu wa kawaida. Kuna watu ambao tuko nao hapa na unajua kabisa ya kwamba sisi kwetu hatuolewi na hatuoi. Bwana asifiwe. Mungu haangalii historia. Mungu huangalia tangu umwamini ni nini unafanya kuhusu hiyo historia yenu. Ama kuna mtu anajua ya kwamba sisi kwetu mambo ya kuwa ya kwamba mtu ako na kitu chake haijawahi patikana. Ninakumbuka, I'm giving a testimony. Ninakumbuka kitambo, kuna wakati kwetu kulikuwa na shida kubwa. Na hii shida, kuna mtu aligojeka na tukakuja tukaambiwa kwamba huyu mtu anafaa kufanyiwa skani. Sasa hiyo hatujawahi sikia jina skani. Nijui umeshawahi kulisikia? Wangapi hapo wanajua jina skani? Afanyiwe skani kwa kichwa. Ati sijui ionekane shida hiyo ilitoka wapi. Okay, God bless you.
Na tukiambiwa hivyo, tukaambiwa ya kwamba hiyo scan inahitaji 10,000. 10,000. Kwetu hakuna mtu alikuwa na pesa kama gani kama hii. Kwa hivyo tulifanya ile kitu mnaita harambee, tukazifanya mbili. Ya kwanza ikaleta shilingi sijui 3,000 na kitu 500. Na ilileta kama 5,000. Na saa hiyo tumekopa mchele ya kuita wageni wakule. Kwa hivyo baada ya kulipa tukabaki na 1,000 ngapi? Tukaitana ingine. Hiyo ya pili tukatumia ile pesa ya kwanza, na baada ya kuitumia na tukachanga hata sisi wenyewe, pesa yetu ikakuja kama 3,000 na mia ngapi? Bwana asifiwe. Na tunahitajika 10,000. Na sasa si watu wametoa vile wanaweza. Tutafanya nini? Kutoka hapo ni kuchukia watu walikataa kuja kwa harambee yetu. Kwani sisi huwa tunaenda yao na tuna pesa. Kwa sababu tumeshindwa kuraise 10,000. I thank the Lord. Wakati huo ndio nilikuwa nakuja kuokoka. Na nilipookoka, ombi langu la kwanza nilikuwa kuombea hiyo shida ilikuwa na mmoja wetu. I want to tell you, wakati niliomba na nikaenda kwa mtumishi wa Mungu ama nikaamini akiomba, hiyo shida sijui ilienda wapi. Hiyo ni kama miaka 26 imeisha. Ilienda na ikaenda na ikaenda. Bwana sifiwe. Hiyo shida haingetolewa na pesa kwa sababu hakuna pesa. Bwana sifiwe. Na kutoka hapo hata kama ilienda, kupata 10,000 ikawa changamoto. I want to thank the Lord siku ya leo. Na hakutatokea kitu kama hiyo. Sioni kama mtu anaweza sumbuka kama wakati huo. Lakini kuna wakati pia mtu alikuwa unaenda ukiona uko na shilingi 3,000 kwa mfuko. Unafikiri unaweza kuweka kwa mfuko? Hiyo unaweka kule ndani kwa soksi na kule chini na inafungwa na karatasi. Na unahakikisha hakuna mtu anakukaribia. Bwana asifiwe. Kwa sababu ninasema ya kwamba it was like that. Kwa sababu kuna mahali ambapo kulikuwa kumewekwa mipaka na shetani. Sasa ukikaa hivyo si mpaka ufanyie wokovu wako kazi. Bwana asifiwe. Mtu ikikaa hivyo ikawa ya kwamba we had to work out our own salvation. Na ninashukuru Mungu siku ya leo. Ile mambo nilikuwa ninaona huwa ninajaribu kuiangalia na inatosa mahali. Praise God. Kwa sababu you had to work out your own salvation. Watu wa Mungu, nataka siku ya leo tukienda kumaliza nikuambie ya kwamba wokovu sio tu kumwimbia Bwana na kurukaruka na kusema nimeokoka na ninaenda Sayuni. Bwana asifiwe. Wokovu kuna kufanyia kazi. Na hii kazi haifanywi na mchungaji wako. Ni wewe mwenyewe utafanyia wokovu wako kazi. Kwa sababu kila mtu aliye hapa tumepatiwa jina la Yesu. Amen. Lakini ukisikia hiyo vita hata baada ya kufanyia ni kubwa, now you call for backup. Mchungaji anakuja, tunakuja kama kanisa kama siku ya leo, we stand together and we fight with you. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa hivyo watu wa Mungu, I'm finishing. Nataka nikuambie ya kwamba tumeitwa tupite mipaka. Sijui ni mpaka gani. Kuna watu ambao unajua ya kwamba sisi kwa familia yetu we have this history. Mpaka ugonjwa fulani mtu akifikisha miaka fulani unaikuta inasema watu hawapitangi hapa bila ya mimi. Ama unakuta kitu kingine. Hii mambo yote watu wa Mungu, I have taught you about types of prayers, effective prayers. In fact, mtu wa Mungu, kwa sababu nimekupatia haya yote, I did not give you in vain. God sent me to give you those tips about the prayers so that you may take your time. Tafuta Bwana. Praise God. Amen. Hakuna kitu mbaya kama kufunga. Unajua kuna vifungo huwa zinakujia mtu. Hata ukifikia mahali ya kwamba unafaa kuomba, mtu anasema kwanza siwezi chukua hizo siku
na kuna madeni niko nayo. Kwanza nifanye kazi, nilipe hiyo madeni, na nikipata nafasi nitakuja kwa maombi. Hiyo ni kushindwa kujua. Bwana asifiwe. Hiyo ni kushindwa kujua. Yule mtu anajua, kwanza huwa anatafuta Mungu. Wacha deni ziongezeke. Unatafuta Mungu. Ukitoka huko ukuje na Mungu kwa hizo madeni, hata hizi za kuongezeka unazifakia zote. Praise God. I'm finishing, na ninataka niwaombe. Wakati Yesu aliambiwa juu ya Lazarus, akaambiwa ya kwamba ni mgonjwa, akuja muombe, anakufa. Yesu kwanza hakushughulika na Lazarus, alifanya ile shughuli alikuwa nayo ya ufalme. Alipokuja akakuta alikufa siku 4 zimepita. Kwa hivyo kulikuwa na deni kubwa kuliko pale mwanzo. Praise God. Amen. Yesu alipokuja alizifagia zote mpaka kifo, na Lazarus akaishi. May God help you to be so in Jesus. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Ninataka tukaweze kusimama mbele za Bwana, na ninataka tukaweze kuomba. Mtu wa Mungu, nimekufundisha siku ya leo na nimekuachia hili neno ya kwamba usiogope mambo yako mwenyewe. Kitu cha kwanza, mtafute Bwana. Na siku ya leo I want to pray with you. Inawezekana ya kwamba kuna mambo ambayo unasikia imekuzidi. Nimekupatia formula ya maisha. Praise the Lord. Amen. Usiogope kama kutaharibika zaidi, mradi tu ni Bwana ako pale. Hata kukiharibika, anajua kuenda mpaka mahali shida imefika, na anatatua yote kana kwamba haikuwa, katika jina la Yesu. It is my prayer today. Hata kama uko na deni, hata kama kuna mahali ambapo unaona kumeharibika na unashindwa ni nini itaendelea, ninataka nikuombe Mungu ya kwamba He will help you to have breakthrough in all those things. Inawezekana kuna kitu imekaa kama Lazarus, alikuwa mgonjwa na sasa amekufa na ameoza. I want to declare in Jesus' name, He will live again. Amen. Praise God. Amen. Uwezo wa Mungu utawezesha hizo shida zote ziweze kufika mwisho, na Mungu atakusaidia kuendelea. Vile kulikuwa na tamani, itakuwa hivyo katika jina la Yesu. Amen. There is power